jana imetangazwa kwamba kuna ugonjwa wa nini? Ni bahati mbaya sana. Bahati mbaya sana nchi hii tuna viongozi wapumbavu kama hao waliofanya hiyo kazi. Wamefanya hivyo ili msitokeze katika mkutano huu. Rais Samia anisikize kwa sababu unafuatilia mikutano ya Mheshimiwa Lissu. Unakuwaje na mkuu wa wilaya ama uongozi wa wilaya wa serikali yako, unaona kuna mkutano wa upinzani unakuja, alafu anatangaza hatari ya kwamba Masasi kuna ugonjwa wa macho? Hilo ni tangazo kubwa, linapaswa kama ni tangazo na waziri. Maana yake kuna mlipuko, pandemic. Unatuogopa mpaka unatangazia watu kuna ugonjwa, na kwa sababu unapenda ugonjwa, maradhi ya kufuate wewe na familia yako, yani mke wako, watoto wako na wazazi wako. Kosefu adabu. Alafu naambiwa mliambiwa kwamba tumeahirisha mkutano. Uoga gani huu? Uoga gani huu? Naambiwa na mbunge wenu Boya huu, anaitwa nani, Mwambe huu, eti na yeye anaingia kwenye michakato ya kuzuia mafanikio ya mkutano huu. Kwanza nakosea kumwita mbunge. Mbunge gani? Mlimchagua yeye? Mlimchagua? Hamkumchagua. Yule ni ile fungu la Magufuli. Hajapigiwa kura, lakini yuko bungeni. Kazi yake ni mama amefanya, mama ameleta maji, mama. Hamwasikii leo? Hamwasikii? Mama ameleta mteja, mama ameleta barabara, mama ameleta maji. Tunamshukuru mama ameleta umeme, mama. Yeye nimesema na Chingwea, Rais Samia sio mama yenu, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Full stop. Mama yake nani hapa? Wewe Abdul wewe? Mama Samia mama yako? Na hili neno hawalitumii bahati mbaya. Mshauri wao wa mambo ya siasa amewaambia tumieni neno mama ili watu wakitaka kumkosoa waone wanamkosoa mama, warudi nyuma. Hapa tupigi kichwa mama, tunapiga kichwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawalitumii bahati mbaya, ni mkakati wa kisiasa. Jamani, msimguse mama. Mama yake nani? Mama yake Abdul, sio mama yake Lema. Mama yake nani? Sio bahati mbaya. Kwenye siasa kuna kitu kinaitwa smart spinning. Na nyinyi mmebaki mama ameupiga mwingi. Mmeuona huo mwingi? Sukari inashuka bei. Kikwete anatoka madarakani, lita moja ya mafuta petroli ilikuwa 1650. Leo bei gani? Kikwete anatoka madarakani, sukari kilo moja ilikuwa shilingi 800, 1000. Leo bei gani? Mchele ulikuwa 800. Leo bei gani? Maharage leo ilikuwa hatari kula. Nyama ilikuwa shilingi 3000, 4000 kilo. Leo bei gani Masasi nyama? Unanunua umeme laki moja unakatwa karibu shilingi 18,000. Unanunua maji unakatwa pesa. Kila mahali unakatwa kodi. Hali inazidi kuwa mbaya. Maisha yanazidi kuwa magumu. Mama zetu barabarani wanazidi kuwa machinga. Vijana wote wamekuwa madereva pikipiki, hakuna kazi. Hali mbaya, umaskini. Mama anapiga mwingi mama yako huyo. Ama ni Masasi mbele tofauti. Sasa nisikilize Masasi. Tumekuja hapa kuongea nini? Kuongea nini? Mmesikia chama chetu kinasema no reforms,
election. Maana yake ni nini? Naomba mnisikilize. Maana yake ni kwamba kama hakuna mabadiliko ya sheria na kanuni za uchaguzi, chama hiki hakitaingia kwenye uchaguzi. Sio tutasusa siku ya uchaguzi, tutaitisha maandamano ya amani nchi nzima, tutazuia uchaguzi kufanyika. Maana yake hakuna kupiga kura na maana yake uchaguzi hautafanyika. Sababu tunataka tume huru ya uchaguzi. Kwa nini tunataka tume huru ya uchaguzi? Mheshimiwa Mzee Joe, toa hii kofia hapa. Joe, mwenyekiti Joe. Mama mmoja Joe, mama Joe, Joe unashika kalenda hapo Joe, Joe mama Joe. Joe mara moja. Joe mara moja. Nataka watu ambao nataka nitoe mfano. Sitaki watu Joe. Nisaidie pesa. Joe mama, Joe. Joe. Naomba watu wengine watatu. Sasa Joe hapo Joe. Joe mwenye like hapo. Ana hapa Joe. Ya Joe. Kwa nini hapa? Patosha. Mama ikalenda wewe utakuwa Samia kuanzia leo hapa. Kwa nini tunataka tume huru ya uchaguzi? Naomba mnisikilize. Huyo hapa ni Rais Samia. Samani na kutolea mfano usitoka nichukie. Because huyu ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Hassan Suluhu. Huyu anamteua huyu hapa ni mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Taifa, anateuliwa na Samia. Alafu huyu Samia anamteua tena huyu hapa, sogea, kuwa mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, yaani atakayesimamia uchaguzi. Alafu huyu Samia anamteua mkurugenzi wa halmashauri ya Masasi. Alafu huyu Samia anamteua mkuu wa wilaya. Sasa naomba mfuko hapo. Sasa ndugu zangu, kama muone vizuri, huyu ni mkuu wa wilaya ambaye yeye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi ya usalama ya wilaya, ambaye anamsimamia huyu mkurugenzi wa halmashauri, ambapo mkurugenzi wa halmashauri anaingia kwenye kikao, ambapo huyu mkuu wa wilaya ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya kwenye kikao ambacho huyu anaingia. Ngoja tutaelewana. Huyu anaingia. Sasa huyu ni mkuu wa wilaya, huyu ni mkurugenzi wa wilaya, wote wa CCM wameteuliwa na huyu Samia. Samia anamteua huyu anamsimamia huyu anamsimamia huyu, na huyu anasimamiwa na huyu. Tunamwambia Samia, hawa watu hawawezi kutengeneza tume huru, watakupendelea wewe kwa sababu unawalipa mishahara, na wewe umemteua huyu, Hiyo sio tume huru ya uchaguzi. Hili hapa ni vikada kabisa hivi. Vikada kabisa. Na hili ni vikada. Alafu hawa wanalipa posho na huyu. Alafu wasiri aliotuma hawa maaskari hapa. Njoo sidi. Njoo sidi. Huyo CD anachukua maelekezo kwa huyu kada hapa mkuu wa wilaya. Huyo CD ndio atakayesimamia uchaguzi. Njoo mkurugenzi, njoo. Huyo hapa sasa tanuke. Huyu ni afisa wa usalama wa wilaya, ambaye yeye anaingia kwenye kikao, sogea hapa sasa. Anaingia kwenye kikao ambacho huyu ni bosi wao na huyu ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya. Hawa ndio wanaosimamia uchaguzi. Ni sawasawa na Manara kuwa goalkeeper wa Simba wakati Simba inacheza na Yanga.
Hapa kuna tume huru? Kuna tume huru hapa? Alafu huyu hapa, kwa sababu ni mjumbe wa kamati ya siasa ya Ulaya, anaingia kwenye kikao ambacho ndio Pemba, ambacho mwenyekiti wa Ulaya CCM ndio bosi wake, kwa sababu chama kimeshika hatamu. Huyu mwenyekiti wa Ulaya CCM ni bosi wa DC ni bosi wa OCD na huyo afisa usalama wa taifa wa Ulaya. Alafu vile vile ni bosi wa mkurugenzi naye ni kada. Alafu huyu Rais Samia sogea huku sio kwa mwisho. Huyu hapa mama ndio kateua watu wote, akamteua na huyu atakayetangaza kura ya urais na huyu atakayesimamia kura ya urais. Tunasema hii tume sio huru. Hii tume ni feki. Ni sawasawa Simba na Yanga icheze, alafu Manara awe kocha. Huyu Manara atatoa penalti katikati ya uwanja, awe fari. Sasa baada ya kuona huu mfano ambao ndio ukweli, mnasemaje? Tuingie kwenye uchaguzi ama tulazimishe kwanza mabadiliko ya sheria? Kuna kushinda uchaguzi hapa? Kuna kushinda uchaguzi hapa? Kama wanaogopa mikutano ya hadhara ambayo haiombi kura za mbunge wa rais kesho, ni mikutano ya kuja kuongea na nini, wanaanza kuambia kuna ugonjwa wa macho kwenye uchaguzi, watafanya nini wa maboya? Hizo kofia zangu heshimiwa, katika jina la Mungu, nyie sio CCM, rudisheni hizo kofia. Ni mfano. Weka. Sio meneo. Sasa tunaposema no reforms, no election, maana yake ni kwamba, nisikiza mwanangu mpendwa. Mheshimiwa Rais, asante sana. Kalenda yako asante sana mama. Asante. Tunaposema no reforms, no election, maana yake ndio hiyo. Simelea jamani. Mambo mengine atakuja kuambia mwenyekiti, mtalia. Sasa watu wa Masasi, hii kazi inakuwa ya rais. Wanajidanganya. Hawa Chadema hawana watu wa kuzuia uchaguzi. Wananchi wao waoga. Ni kweli ni waoga, lakini waoga wamewasaidia nini? Ndugu zangu, mimi nimeingia kwenye kazi hii miaka 21 ama 22 iliyopita, nikiwa mdogo sana. Nimeshaenda lock up mara 150. Nimekwenda magereza mara nyingi. 2015 mpaka 20. Kuna mwaka nilienda mahakamani mara 4 kila mwezi mfululizo mwaka mzima, kwa sababu ya haki za watu. Mnafahamu mwenyekiti wetu anapanda ngazi kwa shida, utaangalia gari yake ilipigwa risasi 68, amelazwa hospitali miaka 4. Mtaangalia risasi baadaye. Mimi nimefuatwa sana na hii serikali. Mamoya hao wamenitafuta sana roho yangu. Sana. 2020 wakataka kuniua. Nikapata maelekezo ya Roho Mtakatifu. Sema, mchukue mama na mtoto, ondoke mpaka nchi nitakayokuambia. Ukayo. Unafanyaje kama nenda kutokea? Ndipo unafanya. Nikakimbia nchi mimi na mke wangu na wako hapa. Familia yangu iko hapa. Mke wangu yuko Kenya, watu wangu wako Kenya. Na wanaambia, huyo mama anapiga kelele kwa sababu familia yake haiko hapa. Ni kweli watoto wangu hawako. Hata mimi leo ningekuwa na uwezo nikaambia twenu sio hapa. Hapa tubaki wanaume na wanawake tunaweza kupambana na manyang'au. Ni kweli. Lakini ndugu zangu, nilikimbia. Wakapiga simu Kenya Uhuru wakanishika. Serikali ya Kenya. Wakataka kunirudisha kwa nguvu, nikatetewa na jumuiya za kimataifa. Nikatetewa na wanaharakati mbalimbali duniani. Nikatoa hifadhi ya kisiasa Canada. Nimekaa kule miaka ya kutosha, sauti ikaja tena Hema. Yule aliyekuwa anataka kuchukua roho yako na mtoto hayupo, yuko Chato amelala. Sasa unaweza kulala. Sasa waniko hapa. Leo niko wapi?
Kwa jamani nyie si malaika anatokeaga watu? Yeye bwana kama mwenye mapenzi. Leo ni kwa. Nachoambia ni kwamba hata mimi ni mwoga, lakini kwa sababu ya mambo ya msingi na kuna saa nachagua kudharau hofu. Kila mtu analiza woga, kila mtu ana hofu, lakini kwa sababu ya mambo ya msingi ya kupigania watoto wetu wadogo ambao walisema nini, tunadharau hofu. Tunaibiwa na kuolewa si kwa sababu polisi wana nguvu, ila kwa sababu tumekubali kuwa wajinga na waoga. Na nyie maaskari wetu, nyie wenyewe ni wahanga wa Chama cha Mapinduzi. Mnalipwa mishahara duni, mnaishi kwenye nyumba mbovu, wote askari magereza na askari polisi. Hao watu wanaonewa. Ukienda manesi, madaktari, wakulima, mnaishi maisha magumu. Maaskari mnasema mnakwenda kusaidia serikali ya CCM kuiba kura. Mnasema hii ni amri. Unapewaje amri na unatekeleza amri na kupeleka motoni siku ukifa? Unachukuaje amri kibatili? Amri ya kuwa nchi yako, amri ya kuwa future mtoto wako. Askari unalipwa hela ndogo, unaambiwa piga mabomu pale tuiba kura, unapiga mabomu, mwambia usidii, hii ni dhambi, siifanyi, ni bora unifukuze kazi ama unipeleke jela, lakini yuko Mungu anaishi atanipigania. Tunataka maaskari kama hao. Sisi tunapigana na serikali hapa, tunagombana na Samia hapa, tunagombana na kuna usalama wa taifa, tunagombana na polisi wote, baba zenu, wakubwa zenu, si kwa sababu hatuna hofu. Tumechagua kuidharau hofu. Hofu polisi unaweza ukaidharau, hofu mgambo unaweza ukaidharau. Kenya, Zambia hapo mgambo na polisi walikataa wizi wa kura. Mkuu wa majeshi na mkurugenzi wa usalama akampigia Rais Lungu simu akamwambia, pokea matokeo, wananchi wameamua. Nyie askari wadogo huku chini, msiongozo kwa simu kufanya ubatili na dhambi, ni bora uvae combat. Nilisema na Chingwea, narudia hapa. Askari shujaa sio anayebeba bunduki na anayebeba bomu la machozi. Ni yule ambaye anaweza akaishi kwa haki na haki kamuue ikiwa ni lazima. Ukibeba bunduki ukaogopwa, hata kichaa kibeba bunduki ataogopwa. Mtoto wangu akinishikia bunduki nitaogopa. Mke wangu akinishikia bunduki nitaogopa. Hautakiwi kuogopa kwa sababu una silaha. Unatakiwa kuheshimiwa kwa sababu unaweza ukaishi kwa matendo ya haki. Polisi mnaweza mkafanya kazi hiyo huku chini, kwa sababu nyie pia mmepigika kama wananchi. Watoto wenu wako kwenye bodaboda, mnamaliza kazi ukiwa sergeant, mnatoa kinywa mgongo.